Mambo vipi mwana SNS? Najua una enjoy na kupata taarifa nyingi sana kupitia simulizi na sauti, lakini pia kwa wale ambao wanaendelea kudownload SNS Premium wanaendelea kuenjoy kwa hadithi, simulizi na vitu vingine vingi sana kupitia SNS Premium. Unaweza pia wewe kupakua kupitia App Store pamoja na Play Store pale, itafute uendelee kuenjoy vizuri kabisa. Karibu sana kwenye mahojiano haya. Nipo na msanii wa muziki wa hip hop nchini Tanzania, anaitwa Toxic Fuvu, bonge moja la rapper, mwandishi mzuri kabisa, new generation hii hapa kwenye mikono salama kabisa. Mimi naitwa Sadi TZ, mbeba maono ya mtaa, taa ya mtaa imewaka nangu, mnasemaje? Bana Toxic Fuvu, mambo vipi? Mambo vipi? Kama kawa. Bana kama kawa, uko poa? Mimi niko poa kabisa, mzuka. Oh yeah. Toxic Fuvu sasa hivi ana kazi yake inaitwa Naongea Naye, kule ndani kamshirikisha Kusa. By the way, hongera kwa kazi nzuri sana. Bana shukrani sana. Shukrani sana, na hiyo kazi imenitoa damu naweza kusema. Kwa nini imekutoa damu? Bana, katika miongoni mwa kazi ambazo kwanza zimenisumbua kuimaliza ni hiyo kazi. Ni kazi ambayo ilikuwa miongoni mwa kazi rahisi kumaliza kuandika, lakini kwa miongoni mwa kazi ambayo ilikuwa ni ngumu kuimaliza, ni process ya kumaliza audio na video. Miongoni mwa kazi ambayo ilikuwa complicated kinoma sana. Complicated ulikuwa unaletwa na nini? Cha kwanza kazi nilifanya mwezi wa 12 mwishoni. Oh yeah. Baada ya kufanya kazi mwezi wa 12 mwishoni, kwa sababu ni sound ambayo ni mpya, naweza nikasema kwa mimi ni sound yangu mpya, kwa sababu sina ngoma yenye sound ya namna ile. Kwa hiyo nikikaa hivi naisikia hivi, ilikuwa ni miongoni mwa nyimbo ambazo zinanifariji. Nikawashirikisha wenzangu, timu yangu, wakasema hii sema inafaa kuwa project yetu ya kwanza nayo mwaka. Nilikuwa ndo project ya kwanza nayo mwaka huu hapa wa 2025. Kuna mambo yakatokea, akafanya project nyingine, ndo hiyo ya kwanza. Oh yeah. Ya dharura, kwa hiyo ikabidi itoke project nyingine, itoka project ya limeniumiza. Kwa hiyo ikabidi itoke ile, kwa hiyo tukasema baada hiyo tutaachia hii. So kutokana na mlolongo ambao ulikuwa umetokea, na mimi pia sikuwa sawa. Oh yeah. Kwa hiyo nilikuwa napitia kipindi kigumu sana, na pia organize watu ambao tuliplan wawepo kwenye hii project, nao ndio ulikuwa mchongo mkubwa, kwa sababu kwanza tulivomwaza hapa Kaibra za Kusa, tulichekiana naye, nikamtumia project, akaisikia, akasema iko vizuri mdogo wangu, utasupport. Lakini sasa zile ratiba kuunganika kwamba za Kusa ilikuwa kidogo mtihani, kwa sababu unajua mtu anakuwa na ratiba zake nyingi. Kwa hiyo zikawa pia zimechelewesha kumaliza audio. Na chengine pia kwenye video, hapo ndo ilikuwa shida kabisa. Ukitazama ile video utaona wamehusika watu ambao ni wakubwa sana, naweza kusema hivyo, kwenye tasnia ya muziki na maanisha na kwenye uigizaji. By the way, nimemuona Isarito kule ndani. Of course, yeah. Tutakuja kuzungumza namna ambavyo connection ilikuwa hapa ya yeye mpaka kuingia. Wakati unazungumza pia umezungumzia issue ya wewe kuwa kwenye kipindi kigumu, kwa sababu ilitakiwa project ya kwanza mwaka ikaingia limeniumiza pale baada ya Abi pamoja na Harmonize kuingia hapo katikati. Na mazingira ambayo unasema kwako yalikuwa ni magumu, ulikuwa kwenye hali mbaya. Nilisikia moja kati ya interview kwamba kuna changamoto za kimahusiano ziliingia katikati hapo. Of course, mahusiano ya kimapenzi. Yeah, of course. Mahusiano ya kimapenzi yaliingia vipi na kwa wakati mgumu sana kwa Toxic Fuvu kwa mpaka kupelekea shida kwenye kazi zake? Cha kwanza kabisa, unajua unaweza ukawa kwenye situation ambayo unategemea awepo mtu wa kukufariji, alafu huyo mtu akakuuliza kwenye hiyo situation ambayo upo nayo, na yeye akakuuliza. Kwa hiyo inakuwa ni situation mbaya sana. Nilipitia situation nzito kama hizo. Kwa mfano hayo mahusiano, kama watu nadhani wote wanafahamu yaliyotokea, japo sitamani kuendelea kuyazungumzia kabisa, kwa sababu naweza nikazua vitu vingine. Sitamani sana kuyazungumzia sana, japo nayagusia. Yani unazungumzia mahusiano ya Abi pamoja na Harmonize? Nazungumzia situation nzima, sio tu mahusiano yao, sio situation nzima hapo. So hata baada ya kuachia project sikuwa tena sikuwa okay, yani kwamba hata kuandika mimi nilikuwa tena siwezi kutulia hivi nikapata feeling ya kuandika. Yani ni take time mpaka kuwa sawa, yani mpaka nikarudi tena kwenye hali ya kawaida tena, nikaendelea tena kuandika. Ili take time. Na pia hiyo project yangu, next project, ni miongoni mwa kitu ambacho kilinipa stress zaidi pia, kwa sababu kila nilipokuwa nataka kuimaliza ilikuwa imaliziki.
yani mpaka nikawa nashangaa hii project na nini. Inawezekana tukapanga twende tukashoot, tumeenda unakuta sehemu maji yamejaa, after hapo tushakodi vifaa hapo, inabidi tuache, twende next time. Tunaenda next time, mara kimetokea hiki, mara kimepungua hiki. Video mtu anaweza akahisi ni masiara, lakini ni video ambayo imenigharimu miezi 2 kuimaliza, kuishoot. Zile scene tu watu wanazoziona pale zimetumia miezi 2 kuzimaliza mpaka ile video imekuwa vile complete yani. Kuna scene unaenda siku kuna fulani leo amebana hawezi katokea, leo sijui mara kimetokea hiki, leo kamera zimeisha charge, mara sijui nani, yani vitu ni vingi vilikuwa vinatokea mpaka tumekuja kuimaliza hiyo. Ukiangalia video nilibadili muonekano, ule muonekano tu wa kusuka nimesuka sijui zaidi ya mara ngapi, yani mpaka nakuja kuimaliza ile video. Wakati nilikuwa ni kitu tu cha kwamba nimetengeneza muonekano mara moja na shoot labda leo kesho kutwa na siku fulani tumemaliza, lakini ilichukua miezi 2. Kwa hiyo ilikuwa inani stress hii video itaisha lini. Na hata ukiangalia namna ambavyo nimeitoa video, sio video ambayo nilianza kuipromote sana, ni sio project ambayo nimeanza kuipromote sana kwamba siku fulani naachia video, kwa sababu nilipanga siku ya kuachia video kwamba itakuwa ni siku fulani. Still nikaona kuna vitu navyo nataka vijitokeze. Kwa hiyo nikaona changamoto zitakuwa nyingi sana. Hichi kitu ikawa sasa sio project kwangu mimi yani. Ukawa ni naweza nikasema ni mzigo. Nikasema mzigo lazima ni utue. Yani hii project ikawa kama mzigo. Pale wakati unazungumza kwamba mahusiano ambayo yamefanya yani hii kazi umepitia mahusiano na nini mpaka imetokea na vitu kama hivyo, kumbe ni mahusiano unayazungumzia ya Abby. Haya mahusiano ya Abby na Harmonize, kwa nini amekuumiza kiasi hicho na wakati Abby hajawahi kukubali? Kwanza kuna vitu ambavyo viliendelea watu wengi hawavijui. Wewe na Abby? Yeah, of course. Na kwa sasa sipo tayari kuviweka wazi, lakini kitu tu anachopaswa wakijue ni kwamba nilisha confess hisia zangu kwake, yani kitu ambacho nadhani kiko public ambacho unakijua, niliconfess hisia zangu kwake na kuna ukaribu ulikuwepo. So vitu vilivyokuja kutokea vina relate na vitu ambavyo watu hawavijui, vitu ambavyo viko chini ya kapeti ambavyo watu hawavifahamu. So watu wa karibu ndo wanaelewa mimi situation gani nimepitia, lakini kwa juu watu wengi wanaelewa kwamba jamani alikuwa anamkubali mtu fulani, aliconfess hisia zake na yakaendelea, aliondelea hapo aliyotokea mpaka nikatunga ule wimbo. Ni wimbo ambao niliandika kwa haraka sana, lakini niliandika kwa hisia. Nadhani watu walipenda sana uandishi nilotumia kwenye ule wimbo. So ile situation, tunajua situation nimekuja kugundua kuacha kumpenda mtu ambaye ni maarufu sio kitu rahisi. Yani sio kitu rahisi, kwa sababu unaweza kuwa unajaribu kumsahau, umetulia unataka tu usikilize habari, mara imepigwa ngoma yake. Unaona ngoja nitoe labda niweke sijui station gani, unakutana na ngoma yake nyingine au ngoma ya huyo ambaye yuko naye. Au sometimes tu unaweza kuwa umetoka, ngoja nika refresh mind niende sehemu, unamkuta kwenye mabango. Kwa hiyo hizo situation zilikuwa ni ngumu sana, kwa hiyo unashindwa jinsi ya kumkwepa, kwa sababu hata ukitulia ukasema ngoja nisifanye chochote, ngoja nijiliwaze tu niingie zangu mtandaoni, kuna watu wanakutumia inbox, wewe mwanangu wewe aona. Kwa hiyo ni situation nzito. Na kwa nini sasa Toxic issue kama hiyo labda imetokea hivyo, unaona labda Abby na nini, wewe unavizungumzia it's like kama kuna namna labda hata mlishakubaliana au kuna namna ambavyo uko unaona labda anakukubali na nini? Hivyo ndio vitu ambavyo naweza kusema viko chini ya kapeti, hawezi kuvizungumzia. Siwezi kuvisema, na hisi kuna kitu nitakosea nikisema. Baada ya kupata taarifa kama vile Abby anazungumza kwamba wakuwa kwenye mahusiano ni kazi na nini, kwako ulipokea vipi? Labda kuna namna ambavyo mlirudi kuwasiliana na Abby? Hapana, lakini kama imepangwa iwe, mimi naamini itakuwa. Hicho kitu tu ambacho nakiamini, kama imepangwa mimi na yeye tuwe tutakuwa. Lakini kwa hizi situation zilizotokea sitaki kujipa matumaini, kwa sababu matumaini yanaumiza sana, yanatumiza sana watu. Matumaini ndo ambayo yanafanya watu wengi waumie. Kwa hiyo kwa sasa hivi sijatamani kujipa hayo matumaini. Kwa hata nikiona chochote sitaki kujipa moyo, yani kwamba vitu vitakuwa sawa. Sitaki kujipa huo moyo.
Unajua wakati unazungumzia masuala ya mahaba na nini kwamba yalikuchanganya sana kwenye hii project kuchelewa kutoka, nikawa najua kuna mtoto fulani mwingine tu ambaye yeye hahusiani na muziki wala nini. By the way, pole kama ilikubeba kiasi hicho. Shukrani sana bwana. Vipi lakini nominated yuko kwenye tuzo ni nominated kwenye tuzo za BET katika kipengele cha Best New International Act. Ameandika historia ya kuwa mtoto wa kike wa kwanza kutoka East Africa kuwa nominated kwenye hizi tuzo. Take yako labda kwake ni ipi, na siku chache hapa tuzo zinaenda kugawanywa, na nini cha kumwambia Abi? Kwanza kabisa kuna kitu nataka nikifanye kwa sababu mimi ni sasa hivi sipo tu kwamba mimi kama mimi niko na team. Kuna kitu nataka nikifanye mimi binafsi. Nitaka ni kama ambavyo wengine walikuwa wanamuishi na walikuwa wanahamasisha watu wapige kura. Ni miongoni mwa kitu ambacho mimi nilikuwa nataka nikifanye, lakini kutokana na taratibu ya timu yangu sikuwa nimeachia project muda mrefu. Yaani kitu pekee kilichotakiwa kianze kuonekana pale ni project yangu mpya. Kwa hiyo nilishindwa kuhamasisha watu kupitia kwenye account zangu za social media, lakini ni miongoni mwa kitu ambacho nimehamasisha sana kwenye WhatsApp watu wangu ambao wanaona status zangu, na kwenye magroup huko nimehamasisha sana watu kupiga. Hata mimi mwenyewe ukienda uangalia pale kwenye page nimepiga nime appreciate kama ambao tuliambiwa kwamba ni like, sijui comment nini, nilifanya hivyo. So ni miongoni mwa kitu ambacho naamini anachukua hiyo tuzo. Mimi naamini hivyo, yani anachukua hiyo tuzo. Na hata ikitokea akachukua mwingine, huyo mtu hajadeserve kuchukua hiyo kitu. Oh yeah. Na yani moyo wangu tu unaniambia hiyo tuzo anachukua. Hujapanga chochote cha kufanya baadaye kuchukua? Hizo nadhani ni ziwe kidogo, kama labda inawezekana zikawa surprise. Oh yeah. Kwa sababu kwa sasa hivi niko free kufanya chochote, nimeshatoa project. By the way, kazi imetoka, naongea naye. Kule ndani ni inspiration song, unazungumza kwa namna ambavyo unazungumza na Mungu, si ndio? No. Hii kazi uliandika mwezi wa 12 na ilitakiwa kazi yako kufungua mwaka. Inspiration behind kwenye this project ilitokana na nini? Of course mambo yangu mengi nilikuwa naona hapo sawa. Kama hivyo ninavyosema, kuanzia kwenye swala la mahusiano. Na mimi ni miongoni mwa watu ambao sijui huaga inakuaje, ila nikiandikaga kitu huwa kinanitokea. Yaani kama kijanitokea, yani sijakiishi, basi nitakiishi. Hata baadhi ya nyimbo zangu nyingi huaga nikiandika hivi, labda nyimbo za kuumizwa taumizwa, au nyingine unakuta labda nimeandika baada ya kuumizwa. Yaani lazima kitu tunachokiimba nikiishi, aidha baadaye au nilishakiishi ndo nikakiimba. So hata project zangu za nyuma zile, sijui New King, sijui nini, na hizo ndo ilikuwa sababu ya kufanya mimi New King, kwa sababu niliona kumbe ninachokiandika na kiishi. Kwa hiyo ngoja niandike New King. Nikaandika New King, na ni miongoni mwa project ambazo zimeleta mafanikio makubwa sana kwangu. So hii naongea na yeye nilivyoiandika. Kwanza niliandika kwa muda ambao sikutegemea. Mimi nilienda tu studio, producer akapiga beat, akasema hiyo beat kali hilo. Kaambia foja utakaki kupita huko. Kwa hiyo nikasema ngoja nijaribu. Kwa hiyo katika kujaribu, ni project ambayo ilichukua muda mfupi sana mimi kuifanya, lakini nikashangaa tu kwa sababu nitoka tu na verse moja tu. Niambia ngoja nipe hiyo, nilionio naisikiliza demo. Nikawa naisikiliza na nilipiga na chorus yangu kabisa mwenyewe. Yangu mimi binafsi. Kwa hiyo nikawa naisikiliza hivi. Nikawa naona ngoma hii kutokana na situation ambazo nilikuwa napitia muda huo. Nikaona ngoma mbona inanifarije mimi. Yaani ngoma yangu mwenyewe, lakini nikawa napenda kuisikiliza. Nikaona hii na kitu hii. Yeah. Kama inanifariji mimi, basi tenda kuwafariji watu wengi sana wakisikia. Kuona vitu ambavyo vilikuja tena kutokea mbele vikanifanya niweze kuandika na verse ya pili. Yeah, sasa hivi kuna mambo mengi sana yanaendelea nchini. Ukigeuka hivi kwenye siasa, kuna vitu ambavyo vinaendelea vingi. Ile ukija upande mwingine huko unaona kuna masuala ya ndoa nini, mambo kibao. Niliona pia Romad anaandika kama sasa hivi ukitoa mua ukienda kweli mua kweli kweli. Wewe kwa upande wako kuna namna ambavyo mambo ya kisiasa yanavyoendelea nchini, mara huko sijui dabi ya Kariakoo, hizi issues za Diamond na Zuchu, kuna namna zimeathiri ngoma yako mpya ambayo umeitoa hasa kwenye masuala ya kisiasa na mipira? Of course na kabla hata ya hapo naweza nikasema sasa hivi kwa situation ambazo zipo, ukisema usiachie project kwa sababu ya situation, hautotoa project. Kwa sababu hamna siku kwamba kutakuwa free kwa hali ambayo unaiona. Hamna siku ambayo
vitu vitakuwa free, kwamba hakuna kitu ambacho kinazungumziwa sana kinacho trend. Kwa hiyo kuna muda tu nijivike tu mabomu, wewe lipua, kwa sababu mimi ni kama hivyo ninavyosema, niliona kila naendelea kusubiri, yani naona hii project nitakaa nayo mwaka mzima hii. Kwa hiyo japo nilikuwa naona vitu vinaendelea, vitu vingi, lakini nikaona ngoja niachie hii project iende, kwa sababu umeshakuwa mzigo na ni stress hiyo. Kwa hiyo ni kama vile nilivyofanya, nikaachia, japo kuna effect kabisa naziona. Of course kwa sababu ya matukio yana affect, lakini watu wanasikiliza kazi. Mapokezi yake yanakuridhisha? Sio mabaya, japo sio kwamba ndo amevunja rekodi kama baadhi ya ngoma. Na mimi siamini tu mapokezi ya muda mfupi. Mapokezi ya muda mrefu ndo huwa naamini, kwa sababu hata hivyo unaona watu wanasikiliza. Sasa hivi na views nadhani na siku 4 na views 40 nadhani. Kwa hiyo ni mapokezi tu ya mazuri, siwezi kuita mapokezi mabaya. Watu 40 ni wengi sana, na hii situation ambayo ipo hapa ni situation nzito sana. Kuachia ngoma tu ifike hivyo sio jambo rahisi kabisa, yani kwa sababu watu wana vitu vingi wanafuatilia, huku mara ngoma hizi, mara matukio haya. Kwa hiyo mimi nashukuru Mungu, yani ngoma inafanya vizuri. Vipi, ni kweli hip hop imepoteza mvuto? Hip hop ngoja hichi kitu nikiweke sawa. Hiyo kauli waga naisikia sana, watu wanazungumza wasema hip hop sijui imepoteza mvuto, hip hop sijui sasa hivi hakuna hip hop. Yani tutazunguka tutarudi kwenye ukweli tu. Yani bana, hamna mtu ambaye anapenda kuwa mwanaharakati. Hamna kijana ambaye anategemewa anapenda tu awe mwanaharakati. Hakuna. Na kama yupo basi ana tatizo kwenye kichwa. Lazima kama umeshafikia umri fulani unategemewa, uwezi ukafanya vitu kwa ajili ya kuwa eti unafanya harakati. Lazima ufanye vitu kwa sababu ya kuwasaidia waliokuwepo nyuma yako. Hauwezekani ukawa unakaa unakemea sasa hivi unaimba nyimbo unakemea madawa ikiwa hiyo nyimbo haikuingizii hela. Kwa sababu mwisho wa siku utakosa hela, utashindwa kuhudumia waliokuwepo nyuma yako, na wao wataenda huko kwenye hayo madawa, watakuja kuwa mateja mwisho wa siku. Kwa hiyo kitu chochote unachokifanya sasa hivi kijana wa hizi age zetu, lazima ufocus kwenye kutengeneza hela. Na watu wakisha kuona au hujakaa tena kwenye hali ya ile harakati nyingi, zile mwanaharakati sana, ndio hiyo wanasema hip hop imekufa, kwa sababu wanaona huyu mbona imbi mangoma fulani hivi ya kuhamasisha sijui malaba kama hivyo madawa, sijui kukataza madawa au zile madawa siasa au magoma ya kigumu, yani yale ambayo mtu wanawake hawezi kukaa kusikiliza. So watu wengi sasa hivi tunaangalia soko. Hata mimi ukiangalia hii project yangu mpya niliotoa, sio kama project zangu za zamani, kwa sababu tayari yani naona muda sahihi wa kuanza kufanya muziki wa namna hii. Hata ruku ambao nilikuja nayo kwenye hiyo ngoma, nilitengeneza ruku yangu, ruku mpya kabisa, ruku ya kibiashara. Japo ndo hizo ukiwa nazo watu wanaongea shit, hamna hip hop, wana hip hop anasuka sijui nini, lakini hao ndo wanakuambia wafuatilieni wana hip hop wa mbele, au wana hip hop wa mbele wengi wamesuka. Lakini mimi nilipokea comment nyingi za kusumi kusuka. Unasuka sijui nini. Kwa hiyo ni wana fulani hivi kazi yao, unakuta wengi wanakuambia tu unajua, lakini ukiitisha show unakuta watokei. Kwa ambao wanafanya hip hop ionekane na kosa mvuto ni hao mashabiki kwenye kuizungumzia tofauti au mapokezi tofauti na kutokuhudhuria kwenye show zenu. Support ya kile kitu. Yaani uwezo ukafanya kitu ambacho wewe akikuletei manufaa, uwezo ukaforce kukifanya hicho. Kuna age fulani unaweza ukakifanya, ikifika age fulani ndio utasikia na wengi wakifika wanabadilika. Unakuta ni age sasa ambayo mtu unakuwa na majukumu, unabidi kuna watu wanakutegemea wewe. Sasa uwezo ukafanya tena kwa ajili ya kupewa tano na washikaji, oya noma. Lazima sasa ufanye kitu unachoona hichi kitaniletea manufaa. Na mimi nime experience hicho kitu baada ya kuanza kufanya show. Baada ya mimi mwenyewe pia nilishaandaaga show Dodoma, nakumbuka nilifanya, na baadhi ya mashow mengine nimefanya. Kwa hiyo nika experience kitu baada ya kusimama kwenye majukwaa. That's why nikaona ndio maana watu wao wanabadilisha aina ya muziki. Kwa hiyo hata mimi sasa hivi niko kama msanii ambaye stabiliki. Yaani mtu asije akakaa akasema mbona hatuja kuzoea hivi? Mbona hivi? Yaani mimi sasa hivi stabiliki. Chochote kile ninachoona kina manufaa mimi nakifanya.
shabiki ambaye anapenda mziki mzuri, kwa sababu mimi ninavyofanya sio nakifanya tu kwa sababu nimebadilisha labda mtindo au nini, nafanya mziki ambao unauweza, na mimi uzuri Mungu kanibariki muziki mingi naweza kuifanya katika hali ya professional kabisa. Kwa hiyo yoyote anayependa mziki mzuri lazima atasupport tu, lakini kama tu ni mtu anapenda tu kukupa ile sifa oya mwana hip hop ile, kwa kweli tutakosana. Huko tunapoelekea lazima tutakosana, of course yeah. Na hii kusema kwamba kuna namna ambavyo industry imeshape muziki wa hip hop kwenye zile beef kwamba mi noma nini kidisiana kama ndo game inaenda na nini, watu wanasema hapa game imechangamka. Kuna namna hii inawarudisha nyuma, ama wewe unaiona ni good for the game katika upande wa bongo hip hop? Ni nzuri, unajua kila kitu kina uzuri na hasara zake. Hata hicho kitu mimi naweza nikasema ni kizuri zaidi kuliko hasara pia. Kwa sababu hip hop imekosa kitu kimoja. Hip hop imekosa matukio. Unajua ni ngumu sana kusikia oya mwana hip hop fulani. Mimi kwa hizo situations hapa karibuni nilikuwa nazitazama sana. Mimi wanapenda sana kujifunza. Ni ngumu sana kusikia mwana hip hop fulani anaoa oya washikaji sijui hivi na hivi wamevaa au wameenda kwenye nilio harusi ina trend ina take attention ya nchi. Hivyo vitu havipo. Yani hip hop ni muziki ambao hauna matukio. Yani kwamba mtu tu yeye na muziki wake kaamka asubuhi siku hiyo oya Igoma tunalishuti, kaka kwenye uchochoro mwanangu shoot. Imeshutiwa pale clip, mtu kachana kafanya hivi, imepostiwa basi. Kwa hiyo ni watu ambao hatuna stories. Pengine stories zipo lakini hatuziweki wazi. Tuna ule utamaduni wa kusema mimi mwana hip hop babu. Yani inaonekana mimi mwana hip hop inaonekana naumia. Mwana hip hop mimi inaonekana napitia hivi. Mimi hip hop babu. Lakini zile stories zinafanya tuwe karibu na mashabiki. Hicho kitu tuna rack. Mimi nakumbuka ni miongoni mwa kitu ambacho kimenipa wafuatiliaji wengi sana baada ya kuweka baadhi ya vitu vyangu wazi. So wana hip hop hatuna matukio. Yani mwisho wa siku ndo tunaanza kuambiwa wana hip hop hawapendani. Wasanii wa hip hop hawapendani kwa sababu pengine matukio yanakuepo lakini hatuyaweki hadharani, yani yanafanywa kwa siri yani. Tunakutana tunapeana tano, ila tukija huku mbele za watu inaonekana sio hatuna ukaribu. Kila mtu anataka ajue mwenzie. So hicho kitu nadhani ndo kwenye hip hop inaleta shida. Ukiangalia wasanii kama ma big fish ya kina Harmonize, Diamond wana matukio, yani unakuta leo tukio hili, leo kuna tukio hili, leo kuna tukio hili, matukio yao yanakuwepo kwa wazi zaidi. Ila kwenye hip hop utasema matukio gani? Hakuna. Wana hip hop matukio yetu wanaishiaga kwenye kuandika. Hata kwenye kuandika nyimbo na kwenye kuandika sijui naita memes sijui. Mtu tu ataandika amepost ndio matukio ni yameishia hapo. Hamna yale matukio ya physical. Tukiwa na vile vitu nadhani ni vitu vikubwa sana vya kutukuza, na sio wana hip hop tu. Hii ni hadi new generation ya sasa hivi haina matukio. Wengi ukiangalia watu wa new generation hawana matukio. Matukio yao yani machache sana, yani kukuta tu limetokea tukio fulani limewekwa bayana liko wazi hivi ni mara chache sana. Hicho kitu kinatufanya inakuwa ngumu sana kukua kwenda juu. Kwa hiyo kitu ambacho hip hop inatakiwa ikiige kwenye upande mwingine huu ni matukio. Kisha kwa tuna matukio basi. Of course, matukio. Watu hawezi kukaa tu wanasikiliza muziki wako. Kwa mfano nimeona by the way ulitoa ngoma inaitwa New King, na umesema ukiwa unatoa ngoma inakutokea na vitu kama hivyo. So New King kwamba wewe ni mfalme mpya. By the way mfalme mwingine amejitangaza wa hip hop, Oscar nimeona pia anaendelea kuandika vitu vingi sana kuhusiana na namna kwenye muziki wa hip hop. Nimeona pia Diamond anamsupport. Unadhani maandiko kama haya yanaukosea heshima muziki wa hip hop kwa namna yake, labda na watu waliopita na nyinyi new generation mpo? Kwa sababu ndo kama hiyo nazungumzia matukio. Ukitazama huyo brother Oscar ana vitu vingine anavifanya tofauti na muziki. Kwa hiyo kutake attention inakuwa sio ngumu. Na mimi sioni kama anavunjia heshima hip hop, kwa sababu hip hop ni muziki huru. Mtu yoyote yule unaweza ukaufanya, yoyote yule. Sema tu labda watu yani wanaona kama hastahiki mtu sasa usiki na mambo haya ananilija anafanyaje kitu kama hiko, lakini mimi sioni kama kuna ubaya wowote. Naona tu ni sawa, kwa sababu yoyote yule anayejisikia kufanya hip hop afanye kama anaweza, kama anaona anaweza kufikia audience wa kazi zake afanye tu. Lakini tunarudi pale pale kwenye matukio. Wengi tunakosa matukio. Vipi chuma chake umekisikia, unakireti vipi wewe kama new generation?
Hiyo ngoma mimi nimeisikia, sijaisikiliza, naweza nikasema hivyo. Umeisikia hujaisikiliza? Kwa sababu kitu ambacho chengine watu ambacho huaga nazungumza, kwa sababu siku hizo huaga nasema mimi sio msikilizaji sana wa hip hop. Huwa nafanya hip hop lakini sio msikilizaji wa hip hop. Hata ni hip hop ambao naisikiza haba ni ya kwangu mwenyewe. Nyimbo nikitoka kurekodi kama hivyo huwa nasikiliza yangu mwenyewe tu basi. Bana, Toxic Fuvu wa Tanzania, ama kwenye tukizungumzia industry ya music, watu wamempenda sana kupitia freestyle mbalimbali ambazo alikuwa akizifanya. By the way, sasa hivi nimeona pia kuna vijana wengine wengi wanafanya hizo, kina Wiz MP, wanazunguka na maspika wanafanya hizo freestyle and all that. Nikawa nawaza amwezi mkafanya umoja fulani hivi, mkawa mnapiga show zenu za freestyle, kwa sababu ni kitu ambacho kinapendwa, si ndio? Mkaamua kupiga kwa mfano kipindi cha nyuma zilikuwa zikiandaliwa issue kama hizo nyinyi na kina Kitengo, si ndio? Mnazifanya na zinapokelewa. Amjaona mfanye kitu kama hiyo nyinyi mwe na namna yenu, kama vile ambavyo comedy wameungana wanafanya vitu vyao na nyinyi mkafanya hizo freestyle zikawaletea mtonyo? Cha kwanza ni idea nzuri unayoongea, ni big idea. Kitu cha kwanza naweza nikasema kila mtu ana plans zake na stages. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nimefanya sana freestyle na uwezo mkubwa wa kufanya freestyle, lakini sasa hivi mtu akichunguza ataona ni miongoni mwa watu kama ambao wameacha kufanya freestyle. Na kwa nini nimeacha kufanya freestyle? Kwa sababu zifuatazo. Kila kitu ni stages kama nilivyosema. Mimi wakati watu wanaanza kuniona, waliniona kwenye stages ya kubato. Watu wameanza kunifahamu mimi kwenye kubato. Nilikuwa na bato na watu nachana nao sana. Baada ya kumaliza hapo kubato, sikuacha, nikaendelea kwenye stage ya freestyle. Yaani nikimaanisha ukiwa mtu mkali wa kubato sana unakuwa tegemezi. Yaani hauwezi kustand mbele ya watu ukiwa peke yako. Utataka kuna mtu mwingine pembeni umchane ndo uonyeshe uwezo wako. Kwa hiyo mimi nikataka ni gain uwezo wa aina zote. Kwa hiyo nilianza na huo ku freestyle battle. Hiyo ilikuwa ni stage yangu ya kwanza. Nilipoona nimesha manage Kitengo, nikahamia kwenye kustand mwenyewe, nikafanya show na watu wakacheka wakafurahia. Kwa hiyo nilihama kweli, nikaingia kwenye hiyo engo na watu kweli walinipokea vizuri, wakawa wanapenda tu. Yaani tena kitu ambacho nilikuwa nakifanya hadi leo sijaona mtu akiwa anakifanya. Nilikuwa napewa mada na izungumzia kiasi kwamba ukinisikiliza uwezi ukasema kwamba sikuandika. Lazima utasema nimeandika, kwa sababu unakuta ni vitu ambavyo vina make sense tu, tena na punch ambazo hata mtu akiwa anaandika inawezekana akashindwa kuzifikiria. Kwa hiyo nilikuwa na uwezo wa kutafuta tu mada mwenyewe nikaizungumzia, kitu ambacho sasa hivi sikioni. Nikamaliza hiyo stage. Nilipomaliza hiyo stage nikaingia kwenye stage ya kuandika nyimbo, kwa sababu mwisho wa siku watu wakawa wanadisi, wanasema mtu akiwa ana freestyle sana hajui kuandika. Ilikuwa hicho kitu kwa kinaniuma sana. Alafu nikasema ni inawezekanaje? Yaani mtu awe na freestyle alafu hajui kuandika, inawezekana vipi? Nikasema hapana. Mimi uwezo wa kuandika ninao mkubwa kuliko hata hao ambao wanajua kuandika hawezi kufreestyle. Kwa hiyo nikaanza kuandika. Mimi nikawa tu na deal na kuandika, naandika. Nikatoa ngoma yangu, nakumbuka dalili zikaanza kufanya vizuri, watu wakaanza kuzipokea. Kwa hiyo nikaanza kuwasaurisha watu. Na nikasema ili watu wasije wakaleta zile kwamba huyu hawezi kuandika. Unajua mtu, mentality ya mtu inaweza ikamfanya asione uwezo wako, kwa sababu tu ya mentality ambayo kashajijengea, huyu ni mkali wa kufreestyle, huyu akiandika sio mkali. Kwa hiyo mimi nikawa natengeneza mentality za watu kuwasaulisha kwamba mimi huwa na freestyle. Kwamba sasa nikawa nawaletea kwamba mimi naandika tu, mimi si freestyle, si mambo ya kufreestyle sio yangu. Kwa hiyo kweli nikaanza kuwapata watu wengi, wakaja watu wengi ambao hawajui hata kama mimi na freestyle. Wamenifuata kwa sababu wamependa nyimbo zangu. Kwa hiyo nikafika hiyo stage, nikaivuka. Sasa hivi nipo kwenye stage ya kutengeneza sasa muziki wa biashara. Muziki ambao sasa naweza nikasema sasa ndo stage ya mafanikio, Mungu anisimamie. Kwa nini tunashindwa kuungana sasa kufanya kama hayo mambo ya kubato, sijui kufanya nini? Cha kwanza mimi niliacha kufanya, nashindwa kufanya battles kwa sasa hivi kwa sababu lazima ukifanya kitu kilikuletee faida. Ukiacha hela, kuna vitu vina faida kuliko hela, au vina hasara kuliko ukikosa hela. Sasa hivi nikibato na mtu yoyote yule, yani kwa sasa hivi, yani hakuna mtu ambaye sasa hivi mimi nitamshinda ambaye ataniongezea credit. Hayupo.
yani sijaona kwamba huyu nikimshinda fulani mimi nitapata credit mpya kwamba wa jamaa akamshinda hadi fulani, hakuna. Lakini mtu yoyote akinishinda mimi anapata credit. Kwa hiyo mimi nipo kwenye engo ambayo ya kufaidisha watu na sio mimi kufaidika. Kwa hiyo ilinifanyaga niache kabisa kubato. Yani mpaka sasa hivi vitu naweza kuvifanya, naweza kufanya freestyle, siwezi kufanya tena bato. Kwa sababu nilishafika kwenye hiyo stage. Na kuungana na watu kwenda kufanya kitu kama hicho, labda freestyle, kitu kama hicho, sijui ma freestyles, ni idea nzuri. Labda atokee mtu ambaye anampunga akasponsor hiyo issue, ni nzuri. Japo kuna thamani hicho kitu haijapewa. Unajua msanii unatengeneza brand. Mimi nipo kwenye hali ya kutengeneza brand kubwa. Kwa hiyo hata mtu akija kwa ajili ya plan kama hiyo, aweke kweli, yani ionekane ni kitu ambacho kiko branded. Sio tu ile wanachana hapa. Mimi hivyo vitu sasa hivi sifanyi. Watu wengi sasa hivi nimekuwa hata nagombana nao kwa sababu anachukulia poa, yani anakutafuta hivi na hivi anachukulia easy. Watu tunahangaika sana kutengeneza brand. Kutengeneza brand ni ngumu, ila kuivunja ni rahisi sana. Oh yeah. Umezungumza vitu vingi, lakini pia kuna muda tulikuwa tunazungumza hapa kwa nasema mziki wa hip hop unakosa matukio. How about content? Kwa sababu niliona pia Rosary Juice Kati ameshare ngoma za hip hop za zamani za kina Professor J pale. Akawa anauliza kuhusu hip hop sasa hivi. Wewe uko kwenye new generation, unapendwa na una watu wengi pia uko nao. Ni kweli mmefeli kwenye content, ndio maana pia inaonekana kama inakosa hali fulani? Sio kweli. Tena miongoni mwa wasanii ambao wana nyimbo zenye content ni mimi. Wasanii wa hip hop wenye nyimbo za content kali kabisa. Ni sio content. Yani kwa ujumla ukiangalia kuhusiana na content kwenye muziki wa hip hop kwenye generation, wengi wamekosa hicho kitu. Wana lack of content. Kama mtu ukiwa yani sasa hivi ili upenye, tengeneza content ambazo hazijatumiwa watu wazifahamu. Kwa sababu hicho kitu mimi nimeshaki experience binafsi kwa ngoma ambazo nilitengeneza zenye content za tofauti. Na sio content tu, hata muziki mpya. Ukileta muziki mpya watu wanaopokea sana. Watu wana mentality moja ambayo inafanya sana muziki wetu wa hip hop usisonge mbele. Unajua ukiangalia hichi kitu nishai kukiongea na leo na kirudia tena. Muziki wa Bongo Flava, zipo baadhi ya nyimbo zimewahi kwenda international. Yani zimeenda kabisa, yani unakuta nyimbo zimewafikia Wahindi, sijui wa nani wamezipenda. Kwa mfano nyimbo Komasava, Diamond, Harmonize ile Single Again, My Brother Mavokali ile nyimbo yake Mapopo. Yani nyimbo ambayo kwa nini zinafanya vile, lakini sio Mapopo ya nanili unamzungumzia Damian Soul. Mavokali. Unasema Mapopo inaitwa Commando. Nimekumbuka hilo jina, Commando. Mavokali. So kwa nini sisi akijai kutokea kile kitu, yani kwamba ikatokea nyimbo ngoma fulani limeaniliwa, kuna mentality ambayo wanaipa hapo wanayo. Pengine kama wataona na wakosea wanisamehe. Wengi wanaita tabia kusema kwamba tutengeneze muziki wa Kinyamwezi. Hii ndo ambayo inafanya hip hop haiwezi kwenda huko mbele. Wa Kinyamwezi you mean? Yani kama Mambele, kama wa mbele. Ukifanya vile hauendi popote. Yani mimi naongea hivi leo watu wananisikia hapo. Ukifanya vile huwezi kwenda popote. Kwa sababu huwezi ukafanya vile kuzidi wao. Yani watu wanapenda kusikia vitu vipya. Kwa mfano kuna aina ya muziki ambao sikumbuki ule aina ya muziki ule. Kuna jamaa alikuwa anaimba anaitwa Big Shark. Yule jamaa sijui ni wa mbele huko na yeye, sijui ni wa Afrika, alikuwa anaitwa Big Shark. Man Not Hot, sijui ni nani alikuwa na hiyo nyimbo yake. Ukisikiliza zile nyimbo zina ameimba kitofauti japo kwa lugha hizo lakini ni nyimbo ambayo ili bust. Kwa nini inafanya vile? Yani watu wanapenda kusikiliza vitu vipya. Uwezi ukawa unawaletea sasa hivi eti Unyamwezi. Kweli hapo watu watakusifia, watu wanaopenda muziki wa kule mbele wa hapa Bongo watasifia. Mwana kama fulani mwanangu, lakini huo muziki hauwezi ukaenda kule mbele. Sasa mfanye nini? Yani hiyo kwenye hicho utengenezwe muziki mpya. Kwa mfano unaona hivyo ulivyobuniwa Singeli. Yani hii hip hop unaweza ukaitwist ukafanya vitu vipya. Mimi ni miongoni mwa ambao nimejaribu kutengeneza kitu kipya. Sijui kama kuna watu wengine ambao niliona wamekifanya, ila mimi nilikifanya kupitia mimi mwenyewe kwa sababu mimi sisikilizi hip hop. Ndio maana uwezo kutengeneza kitu kipya. Si adapt kitu kutoka kwa mtu.
New King ni nyimbo ambayo iko tofauti. Hapa Afrika sijai kuona nyimbo ya namna ambayo imekaa hivyo. Kwa yani kwamba mtu kwenye cinematic beat ambayo ya movie afu akafanyia ngoma. Kwa mimi ni idea ambayo nilikaa nikatulia nikaona hii mbona naweza sound fulani hivi kali. Hata ukisikiliza chorus imepigwa na mtu ambaye ana sound ya international. Mwanangu Trace alipiga chorus ambayo ina sound kabisa ya international. Kwa hiyo tujaribu kutengeneza vitu vipya tofauti na mamiziki ya kwao kule. Nimeona alifanya Pima Wenge inaitwa Siri hapa kama traditional fulani hivi zinapigwa za kiasili tu za alafu then ana rap. Kitu kama hicho kinaweza kaa kinaleta kitu kipi? Hiyo bado sijakutana nayo, ila kwa ulivyonielezea kama ni traditional hizo ni nzuri. Yaani in short tu kuepo na muziki mpya. Ipo kuna jamaa ambao anashirikiana nao hapa. Nimeona ni kitu kizuri sana pia kwenye page yake utamuona amevaa mavazi fulani hivi ya kama hujapata nafasi ya kuiona hii hapa. Amevaa kuna ngozi wanaitwa Isili Music alafu amepiga hiyo Siri pia. Nimeona kama yani ni muziki fulani hivi unapigwa. Okay. Yeah, siwezi kuiplay kwa sababu msala copyright huko itakapoenda, lakini labda ndo kitu kama hicho unakizungumzia. Yeah, of course, yeah. Vipi Toxic nyuma yake yuko nani? Kwa sababu tunafahamu kuna watu labda bana huyu anafanya hichi lakini nyuma yake kuna Toxic nyuma yake yuko nani? Mimi nyuma yangu ipo team, naweza nikasema nina team ambayo tunakaa tunashauriana. Ni zaidi ya management, siwezi kuita management. Ni zaidi ya management kwa na team ambayo kila kitu changu kinafanyika baada ya kujadiliana. Na mara nyingi unasema una team by the way hatujai kuiona ile labda ni familia sana kwa sababu of course timu ipo na sio familia tu. Naweza nikasema ni marafiki na pia ni familia. Sio familia ya damu lakini the way ambao wanaishi nao naweza nikaita ni marafiki na pia ni familia. Ni zaidi ya marafiki. Ni familia ni kabisa kwa sababu tunafanya zaidi ya muziki. Yaani hata vitu vingine huwa tunafanya zaidi ya muziki tu. So kuna pesa wanaiweka kwa Toxic Fuvu. Yaani kila kitu kinafanyika. Maana nimekuuliza hivi sasa hivi kuna upepo fulani wa wasanii kutoka kwenye uongozi kwenye labels. Sisi tukasikia labda Toxic naye anasema kuna watu nilikuwa nafanya nao kazi jamani tumeshindwana hapa na hapa na okay. Hii haikupi labda shida ya wewe kuwa kwenye uongozi fulani wa muziki? Of course ni kitu ambacho kinaogopesha. Na mimi ni miongoni lakini mwa watu ambao sijui ilikuwaje lakini ni miongoni nimekataa deals nyingi sana za kusainiwa. Kwa nini? Tangu kipindi ambacho niko msanii mdogo sana. Nilikuwa madili kibao nakutani kile kipindi ambacho mtu anakuwa anashauku yani kwamba management tata amesign. Mimi ndio kipindi ambacho nilikuwa bwana mimi sitaki. Yani ndio tulikuwa kipindi ambacho nasema sitaki. Kiwa sina lolote yani lakini nakataa yani hapana. Ilikuwa kwa nini? Hapana. Nadhani nilikuwa na hivyo vitu pengine nilikuwa na viwaza vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilikuwa tu naona hapana. Hii hapana. Mtu unakuta tu huyu hatuwezi tukasikilizana. Huyu hatuwezi tukananiliana kwa sababu mimi napenda ideas nyingi zitumike za kwangu. Mimi ni miongoni mwa watu ambao huaga nasali sana. Kwa hiyo kuna vitu kwa sababu muziki naufanya ni unanihusu mimi. Kwa hiyo kuna vitu vinanijia mimi kama mimi kwa sababu nasali na lazima vifanyike. Kwamba mimi nikiona kuna kitu fulani tu nahisi hichi hapa tukifanye hichi tusikifanye. Kwa hiyo nikiwa kwenye management nilikuwa naona hawa watu tutashindwa kusikilizana. Naweza nikawaletea bwana mimi naona tusifanye hiki. Mimi naona tu hichi tusikifanye kwa sababu hii na hii afu wakakataa. Kwa hiyo nitakuwa nashindwa connect maombi yangu na unajua kwa nini unajua kwa nini nimekuuliza hivi ni kutokana na moja kati ya comment nilikutana nayo ni kwamba Toxic Fuvu yani ana muda kwenye game anafanya na ni mwandishi mzuri anafanya kila kitu lakini kwenye maendeleo yake still kama watu wanatamani wamuone wamuone kwa ukubwa zaidi au yani asiendelee kuonekana kama ile tunasema Toxic Fuvu yani tunavomtambulisha Toxic wa miaka miwili au anaongezeka zaidi na zaidi. By the way kuna improvement zipo lakini wewe unaona maendeleo hayo yani unaona ni sahihi au uhitaji kabisa watu wa kusign au watu wa kufanya nao kazi kwa namna hiyo? Kusign yani inawezekana ni sio kwamba ni jambo wewe unawahitaji sasa kwa muziki na maendeleo yako ya muziki wako unavyoona. Kwa sasa hivi siwezi kuzungumzia hilo na
kwa sababu ninavyohitaji ni zaidi ya hicho, zaidi ya kusign. Yani nahitaji watu ambao wako real na sio mikataba. Na watu ambao niko nao ni watu ambao naona ni watu sahihi kabisa, kwa sababu mtu akisema kwamba Toxic ya wanyuma na sasa hivi, of course utofauti upo mkubwa sana, sio kidogo. Video yangu ya mwisho kuitoa, kwa ukiangalia tu unaweza tu kaona hiyo video imecost. Kwa mfano tu hapa nilipokuwa nazungumzia inaenda kushutiwa, tunaenda kushuti mara sijui kumejaa maji, tumekodi vifaa, tunarudisha. Ile video imecost. Yani kwa mimi kama mimi imenicost. Yani nikiangalia hivi gharama ambazo zimetumika kufanya ile video ni expensive. Ni expensive. Wana hip hop wengi hawezi kufanya video kama ile. Kama hiyo. Na inawezekana ndo video yako ya pesa kubwa kuliko zote. Of course inaweza kusema hivyo. Ni video ambayo imegharimu hela nyingi kuliko video zangu zote. Hata ukiangalia tu hivi, kwa sababu kwanza imeshutiwa, nikianza kuhesabu siku iliyotumika, kwamba siku tu vifaa ambavyo vimekodiwa zinaweza zikafika 10. Kwa hiyo siku tu ambazo zilikuwa nakodiwa vifaa, mara siku nyingine, yani hizo tu za kawaida zinaweza kufika siku 10. Cast ambao wako mule. Kwa hiyo ukiangalia tunaona ni video expensive sana. So timu yako uko nayo, na yani unavyojiona na ukwaji wako ni sahihi na uko nayo vizuri kabisa? Of course niko nayo vizuri, tunasikilizana, tunakuwa, yani tumekuwa na tunazidi kukua. Vipi kuhusu Isarito bana? Ilikuwaje labda kumpata? Ni nyinyi mlisuggest ama director ndo alikuja na huo mchongo? By the way amefanya vizuri sana. Of course kwanza hiyo ni idea ilikuwa ya director, na kiangalia mimi katika miongoni mwa waigizaji ambao nawakubali ni brother Isarito. Ukiacha tu uigizaji wake, moyo wake bana, brother Isarito ana moyo wa tofauti sana. Yani ana moyo wa tofauti sana, tunani nimpe tu maua yake, na ni mtu ambaye ameanza kunisupport muda, yani sio kwenye hii video tu. Hata huko nyuma nakumbuka wakati natoa mangoma yale sijui jinai manini, alikuwa ni mtu ambaye ananisupport. Kwanza alikuwa anazikubali, alikuwa anapenda kwa sababu mimi nafanya storytelling zile. Kwa alikuwa akisikiza hivi anapenda, yani anaona ile video, yani story ile. Kwa akawa anapenda hivi, yani anasupport. Nakumbuka hata kuna show between the wote akaperform pale. Kwa ni mtu ambaye amekuwa akinisupport sana. Hata hii idea ilipotokea wepo pale cast wa kuicheza, tukamwaza yeye, tukasema brother atatusupport. Kwa hiyo nikamtumia nyimbo, nikamwambia bana bro, naomba unisupport wimbo. Siwezi kusema tumemlipa, hatuwezi kumlipa sisi Isarito kwa nilio yake. So hujamlipa, ni love ameionyesha kule ndani. Naweza kusema tu hivyo, ni love. Kusa kumlipa nini? Hata siwezi kusema nimemlipa. Yani sijamlipa, ni love. Hajani hatujamlipa kabisa, ni love. Sawa bana, tumalize na hii ni kumaliza, lakini ni kwenye mwanzo wa kwako. Unajua ukimsikia Bando anaweza kuambia kwamba watu ambao wamemdiscover yeye, atataja kina Linux, atamtaja Stamina, si ndio? Ukimsikia labda Rapture sasa hivi anazungumza, atakupa historia yake mpaka ku connect na P-Funk, si ndio? Tukimzungumzia Toxic, connection yake labda na utokaji wake, kuna kina nani ambao tunaweza tukawataja? Yani kwenye celebrities au hata watu ambao wafahamiki? Yani kutoka kwako, hata kama ni celebrities, kuna namna ambavyo sawa waliput effort, mwisho wa siku tukamuona huyu hapa. Mimi bana, safari yangu nimepitia vitu vingi sana. Yani mimi ni miongoni mwa rapa ambaye sio kwamba anajisifu, ila ni rapa ambaye niko very strong. Yani mtu yote asije akajaribu kunichezea. Anaweza tu kwanza nikaongea hicho kitu. Kwa nini niko very strong? Kwa sababu nimepita kwenye mikono ya kila mtu mkali. Mimi nimepita kwenye hiyo mikono. Yani zile njia zote nimezipita. Mimi kwanza ni mzao wa Temeke. Kwa mazingira tu ambao nilikuwa nimekulia tayari ashanijenga niwe mtu wa hip hop. Yale tu mazingira nilokulia kwamba kule Uswahilini nini yamenifanya niwe mtu wa hip hop, na mpaka nimekuwa mwandishi mzuri na mtu ambaye nadhani katika nikiongelea mastaa ambao nilianza kufahamiana nao. Nakumbuka nianza kujuana na sijui nimuite Faza, sijui nimuite Blaza, Nash MC. Kwa sababu naye pia ni wa kule Temeke. Nakumbuka alikuwa na jukwaa lake la wazi. So ni sehemu ambayo nilikuwa naendaga kusimama nikiwa na MC wengine. Kwa hiyo ni sehemu ambayo nilikuwa napata challenge. Mimi napendaga ku take over nikifika sehemu, yani pale nikifika kwamba watu wazungumzie kuna fulani hata hajapanda, yani hata kama watakuwepo wengi, lakini huaga nataka nifanye kitu kitachowafanya watu waninote.
sema kuna fulani. Kwa hiyo niweza kweli kufanya hicho kitu pale. Watu wakawa nikipanda hivyo, yani kabla sijapanda wananinote kabisa, fulani bado hajapanda. Mimi nimekuja kwa sababu ya fulani. Kwa hiyo ni sehemu ambazo nilianza kukulia huko. Baadaye my brother FDQ alikuwa naye na nilio yake ilikuwa inarushwa Clouds, nadhani ndio kipindi cha mwanzo mimi performance yangu kuonekana kwenye TV pale sasa. Yani ilikuwa ni jambo kubwa pale na experience kwamba nimeonekana kwenye TV. Homu amekaa nasubiri nionekane. Noma. Ilikuwa noma sana. Kwa nikapita kwa FDQ, nikapita kwa kwenye yale mabato yale, nikakutana kina my brother Pima Wenge. Kina One Incredible, Mansuri, my brother, nikaanza kufahamiana nao pale. Then baadaye sasa nikaanza kufahamiana na watu wengine. Nikaanza kujuana na watu ambao ni wa kawaida. Na support kubwa nianza kuipata kwenye watu wa kawaida. Support labda zile za effort, maybe hata nauli, pesa hizi kidogo tunaongezea kwenye video, kwenye nini nianza kupata kwa watu wa kawaida, na wao pia ndio walikuwa wamenibadilisha mtazamo, kwa sababu unaambiwa mafanikio yanaanza kwenye mtazamo wako, vile ambavyo mtazamo wako upo. Kwa hiyo ndio alianza kunibadilisha mitazamo na mpaka niko hapa sasa hivi. Kifamilia ni mzee ama ni nani? Kwa sababu mara nyingi sana hata kwenye ngoma zako namzungumzia mzee. Mama vipi? Kwenye family wote mimi walikuwa wananisupport. Ni watu ambao wananisikiliza sana. Nashukuru sana familia yangu inanisikiliza. Na uzuri ni watu ambao wananijua vizuri. Unajua ukishasema mimi sasa hivi msanii ukisema kitu cha kwamba mimi msanii, wengi wanachukulia ni kama uhuni. Huyu kwenye foolish age huyo. Anataka kuwa muuni huyo. Ataanza kuvuta maganja sijui manini. Kwa hiyo wazazi wangu mimi wananijua. Mimi nimekulia mtaa ambao watu hizo nini zinavutwa, yani mpaka chumba kinafuka moshi, chumba ambacho wewe unalala labda au sebule yote inafuka moshi, mpaka mnaomba jamani sogeeni. Yani kwa hiyo ingekuwa kwamba mimi ni mtu wa hivyo vitu ningevitumia wakati niko huko maeneo. Kwa hiyo aliniona ni mtu ambaye anaweza kujicontrol mimi mwenyewe, naweza kujistendia mwenyewe. Kwa hiyo wakawa tu wanajua huyu hawezi kuchange, hawezi akawa na tabia zozote za ajabu. Bana, pamoja sana. Toxic, kazi kali kabisa, naongea naye huko na Kusa pale bonge moja ya ngoma. Sisi tunakuishi kazi zaidi na zaidi, si ndio? Amina. Kwako Toxic, cha kuzungumza na mashabiki ambacho uko nacho? Mimi naweza tu nikasema kwamba waendelee kusupport kazi zangu na wasinichoke, kwa sababu mashabiki zangu kitu ambacho nawakela ni kuwa nakaa kimya. Yani wanapenda, nimeona uhitaji wao ni mkubwa sana. Yani wanapenda project hata baada ya kila wiki. Kwa hiyo naomba wasinichoke, na nitajitahidi kufanya project kadri niwezavyo zote zinatoka kwa wakati mfupi yani. Kwa hiyo naomba wasinichoke, na hiyo project yangu mpya ina siku 4 tu, inaitwa Naongea Naye, nimefanya na Kusa, inapatikana platform zote na YouTube. Kwa hiyo endelee kunisupport. Bana, tumezungumza vitu vingi sana na Toxic Fuvu kuhusiana na kazi yake hii ambayo imetoka, yuko na Kusa, lakini pia mambo mengine mengi kuhusu yeye. So umeenjoy na umemfahamu zaidi na zaidi. Hii ni Simulizi na Sauti. Endelea kupakua SNS Premium huko App Store pamoja na Play Store, endelee kuenjoy zaidi na zaidi. Mimi naitwa Sadi TZ, mbeba maono ya mtaa. Taa ya mtemo wako nangu, mnasemaje?